Bana, AFCON Morocco inazidi kupamba moto kwa maana ya kwamba ile michezo ya hatua ya 16 kwenda hatua ya robo finali. Sisi Tanzania kwa maana ya timu yetu ya taifa Tanzania kwa maana ya Taifa Stars, na sisi pia tumekuwa miongoni mwa timu ambazo zimeaga mashindano hayo baada ya kutolewa kwa goli 1-0 dhidi ya timu ya wenyeji wa mashindano hayo. Tunazungumzia ni Morocco wenyewe, lakini katika kuondoshwa kwetu hata kwa Morocco ukiangalia kwenye mitandao yao, na mchezo ule kati ya Tanzania na Morocco haukuangaliwa Afrika peke yake. Maana yake ukumbuke hii michezo inawahusisha wachezaji kutoka vilabu tofauti tofauti duniani. Kwa hiyo utakuta mfano Morocco wao kwenye timu yao wana wachezaji kama kutoka PSG, wana wachezaji kutoka Monaco, wana wachezaji wanacheza Manchester United, wana wachezaji wanacheza Real Madrid, wana wachezaji kutoka sehemu tofauti tofauti. Lakini hata sisi Tanzania pia wachezaji wetu pia wanacheza vilabu tofauti, hata kama si levels kubwa, lakini ni vya nje ya nchi ya Tanzania. Kwa mchezo ulikuwa unafuatiliwa kwa ukubwa. Sasa story imekuwa ni namna ambavyo mchezo ulimalizika. Licha ya Morocco kupata ushindi wa goli 1-0, lakini story imekuwa ni namna ambavyo mchezo ulimalizika. Kwa maana ya kwamba kabla mchezo kutamatika kabisa, Tanzania walistahili kupata penalty, na mjadala umekuwa ni mkubwa. Licha ya kwamba sisi ndiyo nchi yetu, kwamba Tanzania kwamba tunavutia kwetu, wao wa Morocco wanaona haikuwa penalty halali, lakini ukiangalia hata wachambuzi wa nje ya Tanzania wanakuambia ilikuwa ni penalty halali kwa sababu ya mchezaji wa Morocco namna ambavyo alimsukuma Eid Suleiman Nado, mchezaji wa Tanzania, ikiwa ni kwenye penalty box. Tunajiuliza lile tukio lingekuwa isingekuwa ndani ya penalty box, ingekuwa ni nje ya uwanja. Tukio lile ni foul, lakini ni ndani ya uwanja, ndani ya penalty box. Kwa hiyo ile ni penalty clear, lakini mwamuzi Babu Traore kutoka Mali alichokifanya hakufanya hivyo, na ripoti inakuja baadaye kwamba penalty ilikuwa ni nyepesi sana, kwa hiyo isingeweza kuwa penalty, kwa sababu tukio lilikuwa ni jepesi mno. Lakini sio hilo tu, tulinyongwa kwenye matukio mengi sana. Unaweza kusema mwamuzi hakuwa upande wetu kwenye matukio, lakini unajaribu kuwaelewa Morocco wao kama waandaaji. Zimekuja story nyingi ikiwemo kwamba wao ndio waandaaji, kuna endorsement kwamba watu wameweka fedha. Vipi Morocco akitolewa kwamba mashindano yatakosa nguvu na vitu kama hivyo na mambo mengine mengi, lakini wapo wengi wanakwenda mbali kabisa kwamba huu ndio mpira wa Afrika na tutachelewa sana kufika, na wazungu wamekuwa kilalamikia mpira huu wa Afrika kwamba haya mashindano ya Afrika ya AFCON hayana mvuto, na yanakuwa hayana mvuto kwa sababu moja, matukio kama yale ambayo yalikuwa kwenye mchezo kati ya Morocco na Tanzania. Mimi niko na mchungaji wa Simba, Niva Mbaga ndio jina lake, lakini yeye ni shabiki na mwanachama wa klabu ya Simba. Nazungumza naye hapa akiwa ni influencer miongoni mwa waliokuwa wakihamasisha Taifa Stars ipate ushindi. Tuzungumze baada ya mchezo hata kuna matika kiviwango vya wachezaji wetu, lakini taarifa za Miguel Gamondi anakwenda kuwa kocha mkuu wa Taifa Stars ndicho ambacho kinaonekana mpaka sasa, kwa sababu tayari naona kuna taarifa imetolewa kutoka Singida. Mchungaji, kwanza tuzungumzie mchezo wenyewe. Uliutazama mchezo namna ambavyo ulikuwa, kwako ulikuwa ni mchezo wa namna gani? Mechi ilikuwa ni ngumu, lakini sisi tulionyesha uwezo mkubwa sana kama Taifa Stars. Tanzania ilionyesha uwezo mkubwa. Ukisikiliza SuperSport jinsi walikuwa wanatangaza, ukisikiliza media zingine hata za Kiarabuni, kabla ya mechi walikuwa wanachukulia kwamba sisi tupunguze magoli tu, lakini mechi imeenda ndivyo sivyo, kwamba tungepigwa nyingi. Tumepigwa nyingi, lakini mabadiliko aliyofanya Gamondi au timu au approach aliyoweka Gamondi kwa mchezo ule ilikuwa na tija kuliko watu wanavyofikiria. Kwanza sifa na pongezi zimwendee Gamondi. Hii sio mara ya kwanza. Tuliona mechi ya Yanga na Mamelodi, alitoa approach akiwa Dar es Salaam wakatoa sare, akaweka approach nyingine South Africa akatoa sare, na kipindi hicho Mamelodi ikiwa ya moto zaidi. Jana tumeona tena approach aliyotengeneza, dunia imeshuhudia kwamba sisi ni washindani, na tumeimprove kwa kupitia Uganda, tumeimprove kwa kupitia Super Eagles Nigeria. Kocha wa Nigeria anasema timu yetu ilistahili kwenda sisi robo finali. Kwanza approach mwalimu alikuwa anaingia nayo ni kushambuliza kwa kustukiza. Ukiangalia dakika ya kwanza tumekosa goli la wazi ambayo Msuva aliomba yeye mwenyewe akaletewa, ilikuwa ni ya kuscore tu kwa kutumia kichwa. Shabalala akaja akapiga shoot ikaunga mwamba, ilikuwa ni kuscore tu, ilikuwa mwalimu.
ascore tu afu tuweze kupata ushindi. Kwa hiyo jana ushindi ulikuwa ni wa kwetu. Refa kocha aliondoka Tanzania miaka ile Mwarabu alizungumza kuhusu Morocco. Anawajua sasa Morocco, kwamba Morocco mpira wanajifanya ndio wa kwao, mpira wanasema wanaujua. Hata timu za vilabu wanataka timu yao kiingia ichukue ubingwa. Tumeona na jana timu ya taifa, tumeona wanataka kuchukua kwa design hiyo ubingwa watabeba. Kwa sababu faulu ambazo zinatokea upande huu. Faulu ambazo zinatokea upande wa Stars hazihesabu kabisa kama ni faulu. Ila sisi tukimgusa tu mchezaji wa Morocco inakuwa ni faulu. Matokeo. Tukienda kwenye tukio la nje ya box ambalo Msuva alifanyiwa, ilistahili iwe faulu akakataa. Tukio la kutoa kadi nyekundu kwa hataki kutoa kadi ya njano kwa hataki kutoa, ila sisi tukigusa kule tutatoa kadi ya njano, na tucheza katika nidhamu hali ya juu sana. Mwisho penalty ya dhahiri ya kumsukuma mtu ndani ya boksi amekataa. Watu wa room wakamuita aje ajidhirishe kwenye viara, akagoma kwamba ingemuumbua, hakutaka kwenda. Kama kitu ni cha halali tunaenda naangalia. Mbona matukio mengine yote umeenda hilo kwani usiende? Kwa aibu sasa. Aibu inaenda kwa rais wa CAF. Vile vile aibu inamkuta rais wa FIFA. Maana wote walikuwepo. Kwa hiyo nifikia tu mashirikisho yote ya barani Afrika inabidi tuwapinge Waarabu kwa njia zao. Njia wanazotumia Waarabu hasa wa Morocco. Halijaanza leo. Kwenye vilabu ndio hivyo pamoja na timu ya taifa. Sasa angalia jana, dunia yote kuna shuhudia pale upumbavu ambao wamefanya. Ndio maana baada ya mechi wachezaji wote baadhi ya wachezaji walikasirika sana ambao wanacheza nje ya nchi. Hasa wanacheza Manchester, aliona huu ni upumbavu. Wanapenda haki, kwamba wanashinda wanashangilia ushindi wa haki, sio ushindi wa design ile. Kwa hiyo kutotoa penalty hata wa Morocco ni mauzi baadhi yao ambao ni watu wa mpira. Mpira. Kuna tukio lilionekana Brahim Diaz ambaye yeye ni mchezaji wa Real Madrid ambaye ndiye aliyefunga goli kwa upande wa Morocco. Kamera zilimuonyesha baada ya mpira kumalizika pale usoni namna ambavyo alikuwa amekasirika, na alikasirishwa na kile kitendo cha mchezaji mwenzi wa Morocco kumfanyia lile tukio Idi Nado, wakati muda ukiwa umekwisha, wamepata goli moja tu, lakini mchezaji wake akafanya tukio kama lile. Alionekana kabisa usoni namna ambavyo amereact kudhihirisha kwamba lile tukio lilikuwa ni sahihi. Hata kwenye vyumba kubadilisha nguo watakuwa walipigana wale. Unajua Morocco, Waarabu kwa ujumla wana hasira. Na Waarabu siku zote ni watu wa kulaumu. Yaani wewe kutengeneza tatizo wewe ndio wanakulaumu. Wanapenda sana kulaumu. Kwamba yule ndio kafanya. Sasa pale wanamlaumu mwenzao yule tukio lilofanya muda umeenda. Ni kwamba yeye anaona kwamba tulionewa sisi. Tulistahili kupata nini? Kupata penalty. Yote juu ya yote ni kwamba target yetu tumeachieve. Target yetu sisi ilikuwa ni kufika 16 bora. Tokea tupate uhuru ndio mara ya kwanza. Na ndio maana unakuta tumepanga kufanya sherehe kubwa na kwenda kuwapokea mashujaa wetu siku ya Jumatano asubuhi. Na nimepata habari na nimeona Rais wa Jamhuri ya Muungano anawaita kwenda kuwapongeza. Ni mambo ambayo hatujawahi kufanya kwenye nchi hii. Umeona? Sifa zimwende Gamondi approach zake zinatisha. Na wanasema watakaa naye, yule hatuwezi kukaa naye, yule watamchukua watu. Kumbuka hapa kuna mawakala, kuna watu wanatafuta makocha, kuna watu wanatafuta nini, wa vilabu na timu za taifa kwa kitu ambacho muonyesha fia tabaki yule. Ndio maana watu kama wale usisubiri kubeti, unaingia naye mkataba kabla, tena mrefu. Akifanya vibaya mnavunja, akifanya vizuri basi. Sasa angalia sasa hivi yule mkanae meza moja utaweza tena? Atawasumbueni. Kwa sababu kitu choonyesha ni kitu kikubwa, dunia imestuka. Sasa la muhimu na la maana ni kwamba tulipofikia hapa tunaonyesha 2027 tutaleta upinzani. Kwa picha ambayo inaonekana tutaleta upinzani, inawezekana kuna kitu tutakifanya. Sasa la kufanya na la maana, mfumo huu ambao Gamondi ameuanzisha aendelee nao mpaka 2027, kwa sababu 2027 sio mbali, ili 2026 kweli mwaka kesho. Kocha muhimu wamkabidhi timu, wampe mandate zote, asimamie kila kitu, awe kocha mkuu na apewe uhuru. Apewe uhuru kufanya anachotaka kwenye national team. Unaweza tukaenda mpaka nusu finali. Unawaambia nini sasa Watanzania ambao wapo Watanzania, hata mimi nimewashuhudia, hawataki kuishabikia timu ya taifa ya Tanzania, na kuna mtu anakuambia mimi sio Mtanzania ni basi tu. Kuna mtu anakuambia mimi siwezi kuishabikia Tanzania. Lakini tunakaa nao hapa na wamezaliwa Mbagala, Vingunguti na maeneo tofauti, na wengine wametoka mikoani, wa Tanzania kabisa, lakini mtu anakuambia taifa gani, timu gani ya taifa? Unawaambia nini watu kama hawa?
Sasa hao waje kutembea duniani, hao sio laumu. Sasa mtu labda katoka kwa Upareni kaja hapa Dar es Salaam basi. Mwingine kazaliwa hapa haja kwenda kokote. Mwingine katoka Songea, mwingine katoka Mbeya kaja hapa. Mwingine katoka Rukwa. Sasa unamlaumu anajua nini? Hajui chochote. Sasa uje kuona mtu anavaa kofia ya UCA. Uje kuona mtu anavaa ile kacha mkononi ya Kenya. Elimu na uelewa ni mdogo. Umeelewa? Vijana hawajui. Kwanza hawajui thamani ya nchi yao. Sasa kwa sababu watembei, hawajui kinachoendelea. Wao wakisikia tu nje ya nchi wanajua labda huko ni raha kweli, huko ni maziwa na asali. Kwa hiyo kumbe vijana ukitembea unapata tele experience ya kujifunza nini maana ya nchi yao. Exactly. Nini maana ya nchi. Kuna vijana wamesoma lakini hawajatembea. Kusoma na kutembea vitu tofauti. Kwa hiyo ndio maana ni rahisi kumwona kijana anaukosa uzalendo. Yani hapa nataka kutoa nikupe hiyo picha hiyo. Kutetembea ni janga. Kutetembea ni janga kubwa sana. Ndio maana unakuta wazungu wenzetu ikifikia kwenye kipindi cha piki wanatoka kule wanakuja huko. Anatoka hapa anaenda Kenya. Anatoka hapa anaenda Uganda. Anatembea. Na hela yake anaipanga mwaka. Kutembea ni kujifunza kuliko shule. Umeelewa? Umekumwona ule Masai wa Ngorongoro anaongea Kiingereza yule. Speech yake umeona ile? Yule alipendwa na mzungu akaenda Marekani. Hakusoma kabisa yule. Hajui shule yule. Sasa ile speech anayotoa pale mzungu anayemsikiliza. Mzungu wenyewe alikuwa anashangaa. Sio unaelewa mpaka hapo. Kwa kutembea ni shule kuliko kwenda shule. Lakini hawa vijana ambao wanaikataa timu ya taifa umewaona wewe? Ndio nakwambia kutembea kinachosumbua ni ushamba. Sasa mtu katoka Tukuyu kaja hapa, katoka Upareni kaja hapa. Anajua nini? Kigoma. Hajui chochote kutoka Dar es Salaam hapa akiambiwa sijui Ulaya ni raha kweli kweli. Kwa sababu hajawahi kwenda. Hajui chochote. Hajui Ulaya hakuna muda wa kupoteza. Hajui Ulaya watu wanafanya kazi masaa 3. Wewe unalala mpaka saa 4. Unasubiria vitumbua vive pale ule. Sasa wewe utakuwa na experience yote. Hakuna ndo watu swalaumu. Kwa hiyo swala uzalendo linahitaji sana watu kuwaelimishwe kwamba sisi nchi yetu ndio ni ya maziwa na asali. Ile kwa sababu hawajatembea hawajui. Wewe unaelewa? Mwingine anakuambia afadhali nizaliwe mbu wa Ulaya lakini hajui chochote maskini. Hajui Ulaya watu wanalala nje kwenye maboksi. Ulaya watu wengine uniombaomba. Hajui. Kule ni kama ni mvivu na sisi tuna asili ya uvivu. Kuishi maisha Ulaya ya starehe ya raha uwezi. Ukimpeleka wiki moja anarudi. Anazoea pamke saa 4 ale mandazi ale vitumbua mkutu wazima apecheze bao jioni analala. Ulaya sio hivyo. Muda wa kupoteza haupo. Mpaka kwenye kulala mtu analala na kengele. Tena unaweka sikioni hapa. Zile kelele yako utaamka tu. Kwa hiyo watu wanaenda kwa muda sana. Sasa kwa maisha yetu hawajui. Sasa mtu anatamani tu maisha ya mtu mwingine. Sasa kama ukipenda taifa lako, mimi nikueleze kitu. Wimbo wa taifa ukiimbwa mataifa mengine, watu mpaka wanalia. Ana feel nchi yake. Si unaelewa mpaka hivyo? Mtu mwingine ukivaa kacha ya nchi yake, anakudharau. Ila sisi tunaona fahari. Mtu anavaa kacha ya South Africa, ya Kenya, ya USA, ya America, ya Kingdom. Unaona hao watu kule ni upungufu, uelewa ni mdogo mno. Uzalendo kuipenda nchi yako kwanza. Ndio maana tumeamua sisi kuonyesha kwa mfano. Tutatembea nchi nzima kueleza watu uzalendo huko ni nini. Wanakuambia kwamba Samata hajafanya chochote kwa timu ya taifa, shida nini? Hawajui samani. Uwepo wa Samata kuwepo pale mbele, kuna mabeki wawili hawezi kupanda. Na akiwepo kwa sababu anamjua yule ni. Kwamba nafasi moja na kufunga. Kwa hiyo hawajui samani yake. Yule hata kiingia tu bana zurura tu. Ina samani kubwa sana kuwepo kwenye national team. Sasa nauliza, hawa wanaozungumza na mtaalamu si ndio mwalimu? Mwalimu wa national team ndio mtaalamu. Yeye anaona kwamba acheze. Wewe unalalamika umesomea wapi? Mtu kakaa na kanga chips zake tu anakuambia eti nimeona Samata hawezi. Una elimu gani? Wewe ni mtaalamu wa kazi hiyo. Na sisi tuna tabia moja kuingilia sana taaluma za watu. Alisema Gamonde juzi. Alisema kitu tuna tatizo la kuingilia taaluma za kwamba kila Mtanzania ni kocha. Ni tatizo. Kila Mtanzania anajifanya mwandishi wa habari hata taaluma hajisomea. Lakini anataka aingie kama yeye anajua. Kwa hiyo sisi tuna utatizo, tuna weakness kubwa ya kujidai tunajua vitu kumbe vitu hatujui. Hilo ni tatizo kubwa sana. Mfano mimi nikwambia kitu kimoja. Kazi yenu nyinyi imeingiliwa sana. Kwa mtu mmoja tu anaona naona kama watu wanaojua na mimi kanwe kamera. Na nchi ilivyokuwa na uhuru, na nchi ilivyokuwa na kama hivi, kama huwezi kuishi Tanzania, nchi nyingine huwezi kuishi. Hata hapo Kenya hatuwezi kuishi. Hata Uganda hatuwezi kuishi. Tanzania ni nchi ya ajabu, ni nchi ya pekee yake Mungu ameichagua. Tanzania unaamka unatembea mjini uwekwe beria.
Nchi zingine ukifika hapo unakuwa beri hapo, unaenda wapi? Onyesha passport. Kitambulisho kiko wapi? Kama kitambulisho wakwambia sisi tena watakusumbua kweli kweli, lakini nchi unafanya unavyotaka. Una uwezo kwenda kuchukua nyanya pale ukapangia hapo na ukauza. Nchi zingine uwezi. Lakini hii neema tulionayo wengine hawaioni. Sasa mimi natamani tungewabeba wote wabishi hao. Tuwapeleke Nigeria, tuwapeleke kule kusini, tuwapeleke Kongo, tuwapeleke Gaboni, tuwapeleke Mali, tuwapeleke Ivory Coast, tuwapeleke kule Kameruni kusini kule kwa Kiingereza, wakaishi kule hata wiki moja tu. Ukiwarudi hapa warudi tena. Nchi wangeheshimu. Tumalize na improvement ya kikosi kwa maana ya miongoni mwa maneno ama kauli za Watanzania kutokuipenda timu ya taifa ni kwamba haina lolote. Sisi ni watu wa kwenda na kurudi tu. Improvement, mabadiliko ni makubwa kiasi gani kwenye timu yetu ya taifa kutoka kule tulikokuwa ambako mtu anaona anapoteza muda kuangalia timu ya taifa mpaka hapa ambapo watu walitarajia Morocco atupige labda chuma 8, lakini Morocco haamini mwenyewe kile ambacho kimetokea. Kilichotokea ni kwamba kwanza tumevuka stage. Sisi tuishie hii 16 bora. Ila tulitaka tuvuke stage. Yaani mtoto amezaliwa anataka akimbie bila kutambaa. Stage tulioenda ni kubwa mno. Sio, unaelewa? Stage tulioenda ni kubwa mno. Kwa tulikotoka na kwa renki tulizonazo na timu tuliocheza nayo tumevuka mno. Ndio maana kocha wa Nigeria anakuambiaje, ile mechi tuliocheza nao tulistahili kushinda. Kwa hiyo mtu alikwambia anacheka, sikakumbuka sasa jana. Jana ndio kwa mara ya kwanza tunakaa kwenye TV tunaona mpira Tanzania anacheza mpira. Sio? Kama tunavaa kwenye TV tunaonaga Mali akicheza sio na nani, na sisi jana tumekaa tukiona tuna ushindani tulioonyesha. Watu wanagongesha miamba, magoli mpira inarudi. Ule ndio ushindani kwa tunataka kuona. Ndio mataifa Afrika yanaangaliwa vile. Timu yenu mnakaa mnaiangalia. Watu wanagongesha miamba wanarudi. Zamani ilikuwa ni kuzuia mwanzo mwisho mpaka mpira unaisha. Lakini jana tuna timu inashambulia na watu kula hawapandi. Tunakosa magoli ya kufunga. Ni improvement kubwa mno ambayo Gamondi kaileta, mageuzi makubwa kaileta kwenye mpira wetu. Tusahau na serikali. Serikali nao wametolea macho, wamefanya kazi kubwa sana kugeuza mpira wetu ufikie hapo ulipofikia. Hasa kwenye vilabu tunazungumzwa vizuri, kwenye timu za taifa kama sasa hivi tunazungumzwa vizuri. Ni improvement ambayo ni kubwa ambayo haijawahi kutokea kwenye nchi yetu. Kwa hiyo serikali nayo tuwape eko yao. Ni wamejipanga. Unamkuta naibu waziri kakaa kule kuanzia kipindi kile mpaka leo. Haijawahi kutokea. Naibu waziri yuko kule, katibu mkuu, jamaa TFF wote wako kule. Maana yake wanaonyesha kwamba kuna kitu cha muhimu kwanza kukifanya. Kwa hiyo hongera iende kwa rais, na tumefanya jambo kubwa sana kama nchi na tumepiga hatua kubwa sana kama nchi. Yeah. Sawa bwana, ni mchungaji wa Simba ndio nilikuwa nazungumza naye hapa. Tumezungumza naye baada ya malaki ukisoma kwenye mitandao ya kijamii Watanzania wameingiwa na kinyongo kwamba kwenye haya mashindano ya AFCON ni kama sisi Tanzania tumefukuzwa. Si kwamba tumetolewa, kwa sababu mechi ama mchezo wa mtoano muamuzi ama referee anatakiwa kufuata zile sheria zote 17 za mchezo, lakini kwa upande wa mchezo wa Tanzania ukuona hiko ambako kilifanyika. Lakini kumekuwa na maoni mengi kwamba wale ndio wenyeji. Kuna watu wameweka endorsement pale, kuna watu wameweka fedha. Leo Morocco akitolewa, zile biashara ambazo watu wamewekeza pale zitakuwaje? Na wao ndio wenyeji, ukiangalia wamewekeza pakubwa sana. Lakini ukiangalia kuna matukio yako mengi. Nakumbuka pia aliwahi kuwa kocha wa timu ya taifa ya Tanzania Adel Amruche aliwahi kuzungumzia issue ambayo ilipelekea akafungiwa na akapigwa faini ya dola 10,000 kwamba Morocco kuna namna wanahusika kwenye kuwapanga waamuzi na kuwapangia majukumu. Ukiangalia record ya referees aliyechezesha mchezo kati ya Tanzania na Morocco, Babou Traore ambaye ni raia wa Mali, amecheza michezo mingi zaidi aliyochezesha, amechezesha michezo ya Morocco na asilimia kubwa michezo ameshinda. Hili nalo pia ni swali ambalo watu wamekuwa wakijiuliza kwa namna moja ama nyingine. Lakini yote kwa yote sisi tulikuwa tunataka kuona nini ambacho tutakifanya na tulichokifanya kimeonekana. Ni kongole kwa Taifa Stars, kongole kwa serikali ambao kama ambavyo alisema katibu mkuu Wizara ya Sanaa, Utamaduni, Sanaa na Wizara ya Habari, Utamaduni na Michezo, karibu 100% gharama zote za timu ya taifa zimegharamiwa na serikali. Utaona namna gani serikali imeamua kujitoa na kuhakikisha tunaendelea mbele. Lakini 2027 sisi Tanzania tutakuwa ni wenyeji wa mashindano haya
ama ni waandaaji wa michuano haya tukishirikiana na wenzetu ambao ni Kenya pamoja na Uganda. Kwa hiyo tunaona tumesogea kwa namna kubwa zaidi tofauti na kile ambacho kilikuwa mwanzo. Mimi naitwa Rashid Kasim, nyuma kamera anaitwa Kevin Mzungu. Tulikuwa hapa kwa ajili ya kuzungumza tu kile ambacho kinaendelea, lakini siku ya Jumatano timu ya taifa itakuwa inawasili majira ya saa 1 za asubuhi. Kwa hivyo Shibe wa Tanzania tunaitwa tukawapongeze mashujaa kwa kile ambacho wamekifanya, sio kitu kidogo ambacho wamekionyesha wachezaji wetu. Kwa hiyo endelea kufuatilia peji hii ya Kajenjere TV, Instagram Kajenjere Media, na YouTube unaweza kuitafuta kama Kajenjere TV.